Pamoja na kwamba tumeimaliza safari yetu bila kutimiza malengo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu imemalizika salama. Tumemaliza tukiwa na matumaini ya kwamba timu yetu walau imepata mabadiliko kidogo. Tumepata alama 3 katika michezo yetu yote ya mwisho ambayo tumecheza, na kitu ambacho huko nyuma ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Ilikuwa tukiingia uwanjani tunapoteza, lakini walau baada ya kufanya mabadiliko 2-3 kwenye timu yetu, walau timu imepata uhai na imebadilika, na ndio maana haishangazi kuona katika mechi za mwisho tumeweza kuvuna alama kwenye kila mchezo. Kwetu sisi inatia faraja kwa sababu timu ya mpira wa miguu haiishi kutengenezwa na kujengwa. Kwa hiyo msimu huu umekuwa ni msimu mbaya kwetu kwenye upande wa kimatokeo kwenye ligi ya mabingwa Afrika, lakini inatia matumaini ya kwamba kwenye ujenzi wa timu yetu inaonesha ishara njema ya kufanya vizuri hasa kwa msimu unaokuja. Mechi ya leo ilikuwa ni muhimu sisi tupate ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata ushindi. Pamoja na kwamba ushindi tuliopata unawezekana kwa macho ya kawaida ukaonekana hauna thamani yote, lakini sisi kwetu wana Simba ushindi huu ulikuwa na tija kubwa sana. Kwanza, walau tushinde mchezo moja. Ni aibu na fedheha na timu kubwa aina ya Simba Sports Club inamaliza michezo 6 bila kushinda hata mchezo moja. Ilikuwa ni aibu ya karne kweli kweli, lakini tulihitaji kushinda mchezo leo ili kurejesha imani ya mashabiki na uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Msimu huu tumecheza michezo 5 katika uwanja Benjamin Mkapa na hatujapata ushindi hata mchezo moja. It was very poor record ambayo ingewaendelea kuwaumiza mashabiki wetu, lakini kama haitoshi ingewafanya mashabiki wetu wasiuamini tena uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kushinda hii leo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuwarejeshea matumaini na imani mashabiki wetu ya kwamba tukiwa na timu nzuri tunaweza kushinda katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Na hii lazima ieleweke kwamba hatukupata matokeo mazuri katika mechi za mwanzo, sio kwa sababu ni Benjamin Mkapa, ni kwa sababu hatukuwa na timu ya kupambana ipasavyo. Lakini baada ya kufanya mabadiliko, dirisha dogo la usajili, na wakaja watu kuja kuchagiza ubora, tumeona timu imeweza kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa ushindi wa leo umetumika rasmi kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama, lakini vile vile kwa ajili ya kurejesha imani ya mashabiki wa Simba ya kwamba Benjamin Mkapa, kwa Mkapa hatoki mtu. Semaji, itakuwa ni dhambi ya mpira usipomzungumzia kutokana na kile ambacho amekionyesha mchezo wa pili kimataifa, anafunga. Familia vipi? Uko fresh bwana? Sijakuona siku nyingi mwanangu. Nipo wakati na barabara. Basi unyama mwingi. Anicet Oura, unajua kuna wakati unachanganyikiwa kusema ni upi usajili bora wa Simba dirisha dogo. Unaweza ukachanganyikiwa kabisa, ukajikuta unatembea barabarani unaongea mwenyewe ama unavua nguo kwa sababu haujui nani ni usajili bora katika dirisha dogo. Unaweza kusema, yani wakati unataka kusema Anicet Oura ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kuna Libase Geye naye anafanya unyama vile vile. Wakati unataka kumaliza kuhusiana na Libase Geye, unakumbuka kumbe hii timu ni timu ya Ino Jospin Lowemba, naye ni usajili bora. Wakati unataka kufunga hesabu ya kwamba Jospin Olemba ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kumbe Simba ina Jibril Kasali Tanja, mlinda mlango Mamadu, naye ni usajili bora kweli kweli. Wakati unataka kusema okay, basi Fabilahi Tanja enda anatoka jasho. Mimi nakapenda aka. Kapole katulivu kenyewe. Msikaharibu. Msikaharibu. Kacheni kafanye kazi kwa utulivu. Sawa mama ukiwa na jambo lolote unishirikishe. Tunalitatua. Sawa mimi ni mlezi wa waandishi wa habari Tanzania wa kike. Kwa hiyo bwana, wakati unataka kusema nani ule Tanja ndio usajili bora, unakuja kukumbuka bwana kumbe Simba ina Nixon Kibabage, unachanganyikiwa tena hapo. Wakati unataka kumaliza basi Babage ndio usajili bora na kila kitu, unakumbuka kumbe timu ya Chama jamani. Kwa hiyo unajikuta unachanganyikiwa. Lakini ukisema uzungumzie usajili bora kwa upande wa takwimu, nayo unaweza ukachanganyikiwa vile vile. Anicet Oura mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika amefunga magoli 2
ni rekodi ya ajabu kweli kweli, na nataka niwape kazi ndugu zangu waandishi wa habari, mkafanye huo utafiti. Katika wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kote barani Afrika, ni yupi amefunga magoli mawili kwenye mechi 4 alizocheza? Kama mtampata it's fine, lakini mkimkosa basi huyo mtu anabaki kuwa ni Anicet Oura peke yake. Kwa hiyo wakati unaangalia takwimu za Anicet Oura, unasema huyu ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakuja kumkumbuka Jibril Kasari Tanja Mamadou, mlinda mlango. Amecheza mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika, na kila mechi aliyocheza ametokea kwenye orodha ya kafu ya walinda mlango bora. Mechi ya kwanza na Esperance, mechi ya pili na Esperance, mechi na Petro, mechi ya hii ya leo vile vile amefanya save ambayo inamuingiza kwenye magoli kipa bora barani Afrika. Kwa hiyo unachanganyikiwa, ukitaka umalize hapo kwa Tanja kwa sababu amekuwa goli kipa bora, kila wiki anatokea, unakuja kukumbuka kumbe Libase Geye amekuwa mchezaji bora kwenye kila mechi ya ligi kuu ya NBC. Basi unachanganyikiwa, unakosa majibu. Lakini in conclusion tunasema pia kwamba Simba tumefanya usajili bora sana katika kipindi cha dirisha dogo, na usajili wenyewe umezaa matunda kweli kweli. Tumalize ya Simba kwanza. Basi unazunguka sana. Twende. Simba ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zikiwakilisha bendera ya Tanzania. Yaani kwenye mchuano hii ndio kesho kwa nje. Kila majirani zenu wanaonekana kesho pia wanacheza. Pengine labda mnatamani kuona na nyinyi pengine kama ambao mlikuwa waanzilishi wa kusaidia baadhi ya vilabu vingine kupata nafasi ya michuano ya kimataifa, muendelee kubaki nyinyi wenyewe na wala si timu zingine kuja kuweka rekodi nyingine mbele yenu. Kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tushazoea mechi kama hizi, muda kama huu, lazima tutoke uwanjani hapa na kidedea cha kutosha tukiwa na bendera yetu ya robo finali. Lakini mwaka huu mambo yamekuwa tofauti, na mimi ni kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumewanyima kile kitu ambacho tumezoea kuwapa nyakati zote kwa maana ya robo finali. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuambia wana Simba kwamba hili tulichukulie kama tukio la kimpira wa miguu, na isitokee mtu akataka kunufaika na Simba kushindwa kwenda robo finali, akataka sasa kujifanya ndo anaijua sana Simba, anaizungumzia sana Simba, anaipenda sana Simba, na kuzua taharuki na mtafaruku ndani ya klabu yetu. Sisi wana Simba wenyewe tunakubali mwaka huu tumeteleza, tunakubali mwaka huu msimu haukuwa wetu, tunakubali msimu huu hatukuanza sawasawa mashindano haya na hatukujipanga vilivyo, na ndio maana tumeishia hatua ya makundi, na hiyo ndio nature ya mpira wa miguu. Usipokaa sawasawa wenzako wananufaika. Nani alitegemea kama Stade Malien angekuwa kinara wa kundi letu? Kila mtu alikuwa anaipa nafasi Esperance pamoja na mnyama Simba, lakini imekuwa tofauti, mambo yamekuwa magumu, tumeshindwa kwenda hatua ya robo finali. Hiyo ni kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Sisi ndio klabu pekee Afrika Mashariki na Kati yenye rekodi kama hiyo. Ukitoka hapo na kwenda Kosafu na mkuta Mamelodi, unakwenda Afrika Magharibi, unakwenda Afrika ya Waarabu ile sio netwaje, unamkuta Al Ahly. The rest hakuna mwenye rekodi kama hiyo. Kwa hiyo